Hiyo ni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Uliyedhulumiwa, uliyewahi kudhulumiwa, usisikitike sana. Una silaha nzito. Utakaponyanyua mikono yako mbinguni ukasema, ya Rabb, nimedhulumiwa mimi na mja wako fulani na fulani, dua hiyo inakwenda mbio kama cheche za moto kutoka katika kinywa chako na kuelekea hadi mbingu ya saba. Hata kama wewe utakuwa ni mwovu, muda wako umedhulumiwa, na ukamlalamikia na kumsikitikia na kumshitakia Mola wako wa haki, dua hiyo ameahidi kuijibu tit for tat, papo kwa hapo. Ni vizuri basi tukafahamu neno la dhulma maana yake ni nini lughatan wa istilaha. Neno la dhulma lughatan, adh-dhulmu lughatan wad'u ash-shay'i fi ghayri mawdi'ihi. Dhulma nini maana yake? Dhulma maana yake kukiweka kitu katika pahala ambapo siyo pahala pake. Kuchukua kiwanja cha mtu si cha kwako ukakichukua, maana yake umekiweka kitu katika pahala isipokuwa ni pahala pako. Hii ndio maana ya dhulma kilugha, ukiweka kitu katika pahala ambapo sio pake. Ama istilahan, ama kisharia, kama alivyosema bingwa wa lugha Al-Allama Ibn Manzur katika kitabu chake cha Lisanul Arab, mujalladi wa 5 ukurasa 2456, akidadavua neno la dhulma kilugha na kisheria, akasema kilugha ni kukiweka kitu katika pahala ambapo sio pake, na kisheria au kisharia wastilahan at-ta'addi 'anil haqqi ila al-batil wal-jawru wa mujawazatul haddi. Dhulma kisheria maana yake ni mtu kuchupa mipaka kutoka katika haki na kuelemea katika batil. Dhulma maana yake kisheria kutofanya haki na uadilifu na kuchupa mno na kupitiliza mipaka katika kuwakosea waja wa Allah. Hii ndio maana ya dhulma kilugha na kisheria. Wadhulmu naw'ani, na dhulma ndugu zangu zimegawanyika katika aina kuu mbili. Hunaka dhulmu al-insani li nafsihi wa dhulmu al-insani li ghayrihi. Dhulma ya kwanza, aina ya kwanza ya dhulma ni dhulma ya mtu mwenyewe kuidhulumu nafsi yake. Vipi mtu anaweza kuidhulumu nafsi yake? Pindi anapoendekeza madhambi, maovu, maasi, machafu, hapo anahesabiwa yeye ndiye aliyeidhulumu nafsi yake. Na aina ya pili ya dhulma, dhulmu al-insani li ghayrihi, ni dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake. Na hii aina ya pili ya dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake, wanawachuoni pia wameigawanya katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, kumdhulumu mtu, wakasema ama kudhulumu chake
haki yake, istahiki yake, milki yake au cha kwake kwa ujumla. Na hii ndio dhulma ambayo wengi tunaijua. Mtu amekudhulumu mali, akakudhulumu pesa, akakudhulumu kiwanja, akakudhulumu nyumba. Wanawachuoni wanasema kumdhulumu mtu kumegawanyika katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, kudhulumu mali yake, haki yake, istahiki yake, nyumba yake, kiwanja chake na vile anavyovimiliki kwa ujumla. Aina ya pili wengi wetu hatuijui. Kumdhulumu mtu kuko aina mbili. Aina ya pili, kudhulumu heshima yake na kuingilia katika ardhi yake. Aina hii iliyoenea zama hizi na wengi hatujui ya kuwa kuchafua heshima ya mtu, kumtia mtu doa na dosari, kumsingizia, kumtukana, kumpaka matope, ni katika dhulma nzito kabisa anazofanya mtu kwa mtu. Wakati huo wanawachuoni wakasema dhulma sasa zipo katika mafungu makuu matatu. Sikiliza vizuri sana. Al-Imam al-Baghawi anatupokelea maneno haya ya mmoja katika wanawachuoni katika wema waliopita, Al-Hasan al-Basri, katika kitabu cha Al-Imam al-Baghawi fi Sharh Sunnah, mujalladi wa 14 ukurasa 363, anasema qala al-Hasan, amesema mwanawachuoni Al-Hasan, dhulma zipo katika mafungu makuu matatu. Sikiliza vizuri. Baada ya kuzungumzia aina za dhulma, sasa tunazungumzia vigawanyiko vikuu vitatu vya dhulma. Al-Hasan al-Basri anasema dhulmun. Al-Hasan al-Basri anasema dhulmun yaghfiruhu Allah. Kigawanyiko cha kwanza ni dhulma ambayo Allah yuko tayari kuisamehe. Dhulma gani hiyo? Ni dhulma baina ya mja na Mola wake. Pindi mja anapomkosea Mola wake kwa kuacha kuswali, kwa kunywa pombe, kwa kuzini, kwa kufanya maovu mbalimbali, aina hii ya dhulma, mja kama ataamua kurudi kwa Mola wake na akatubia, Mola yuko tayari kuisamehe aina hii ya dhulma. Kigawanyiko cha pili, wa dhulmun la yaghfiruhu Allah, ni dhulma ambayo Allah hayuko tayari kuisamehe. Subhanallah, dhulma gani ambayo Allah hayuko tayari kuisamehe? Na hili kalisema katika suratu Nisa mara 2 mfululizo, dhulma ya shirki. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, hakika ya Allah hayuko tayari kusamehe dhambi ya shirki. Muda wa kuwa mtu amekufa na dhambi ya shirki duniani hakuweza kuiacha wala kutubia kwa Mola wake wala kurejea kwa Mola wake. Tahamaki mtu amekufa na shirki, Allah hayuko tayari kuisamehe dhulma hii ya shirki muda wa kuwa mtu amekufa na shirki. Lakini fanya ufanyavyo shirki mpaka uchupe mipaka, siku ukiamua kurudi kwa Allah na ukaleta taubatan nasuha, tauba ya dhati, tauba ya haki, tauba ya kweli, Allah atakusamehe. Aina ya tatu
au kigawanyiko cha tatu, wa dhulmun la yatrukuhu Allahu. Subhanallah, dhulma ya tatu, kigawanyiko cha tatu cha dhulma ni dhulma ambayo Allah hayuko tayari kuiacha ipite hivi hivi bure bure. Ameapa mwenyewe kula sahani moja na dhulma ile. Ameapa yeye mwenyewe atamulika tochi yake aina ya dhulma ile. Dhulma gani sasa hiyo ambayo Allah hayuko tayari kuiacha? Wanawachuoni wakasema dhulmul insani li ghairihi, dhulma ya mtu kumdhulumu mwenzake. Yani aina ya kwanza ya dhulmu ya kujidhulumu mwenyewe kwa kufanya maovu machafu mpaka uvundo mpaka unanuka, ukirudi kwa Allah ukajutia ukalia machozi ya damu kabisa, yuko tayari kukusamehe. Aina ya pili ya dhulma haiko tayari kuisamehe ni dhulma ya shirki. Aina ya tatu ya dhulma ambayo haiko tayari kuiacha na anaisimamia mwenyewe ni dhulma ya mtu kumdhulumu mtu. Walidhalika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema babani muajjalani uqubatuhuma, babani milango miwili, makosa mawili, madhambi mawili. Allah ameahidi adhabu yake ataileta hapa duniani mapema, na akhera atawasubiri wahusika. babani muajjalani uqubatuhuma, madhambi mawili, makosa mawili. Allah ameahidi ataharakisha adhabu zake hapa duniani kabla ya akhera. Wala adhabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun, na adhabu ya akhera ni kubwa zaidi lau wangelijua hilo. Ni madhambi gapi mawili? Ni madhambi gani mawili ambayo Allah adhabu yake na hukumu yake ataitoa mapema hapa duniani na akhera pia? Al-baghyu, dhulma, malipo yake ya kwanza ni hapa duniani, na akhera mziki utakuwa ni mnene. Aina ya pili, wal-uquq, na mtu kuwaasi wazazi wake wawili. Ukiwaasi wazazi wako wawili, malipo utaanza kulipwa hapa duniani na akhera pia. Ukiwadhulumu watu hapa duniani, malipo utaanza kupewa hapa duniani na akhera pia. Sasa sikilizeni jinsi gani dhulma ilivyokuwa ni kitu kibaya mno. Katika Sahihu Muslim hadithi nambari 2577, Allah mwenyewe ametoa tamko zito ya kwamba hii dhulma kwake yeye ni miko. Yeye mwenyewe commitment, ametutangazia waja wangu mimi Mola wenu ni miko kudhulumu na ni haramu kudhulumu. Allah, jambo zito kabisa. Allah mwenyewe ameiharamisha dhulma juu ya nafsi yake na ukubwa wake, na kuwa yeye ni muumba, yeye ndo kila kitu, mwenye uwezo asiyewezekana. Lakini anatuambia cha kwanza, dhulma kwangu ni haramu kabla ya kuiharamisha kwenu. Ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, hakika yangu mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mwenyewe, sitadhulumu mimi.
na nimeifanya dhulma kuwa ni haramu kwenu nyinyi, basi msidhulumiane. Hili kwa kweli sijawahi kuliona katika maisha yangu wala kulisoma. Allah jambo analiharamisha kwanza kwake, kisha anaiharamisha kwetu kama dhulma. Fataala alana litasmaa wa litarifa addua alladhi yashuqqu alghamama qabla as-samaa. Ndio sasa uisikie ile dua ambayo inachanja mbuga, inachanja mawingu, inachanja mbingu saba, ikitoka katika kinywa cha muhusika, hata awe cha pombe, hata awe ananuka kwa madhambi, muda wa kuwa ana haki na amedhulumiwa, dua hiyo inatoka kama cheche ya moto kutoka katika kinywa chake, inakwenda mpaka mbinguni. Al-Imamu Tirmidhi katika sunani yake anatupokelea hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nambari 3598, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu dua zao hazitorejeshwa na Allah. Wakishamlalamikia Allah, dua inakwenda kupokelewa kwa mikono miwili. Subhanallah. Sikiliza sasa, mtu wa kwanza ni nani? Al-Imamul Adil. Mtu wa kwanza, kiongozi mwadilifu, akinyanyua mikono yake mbinguni, dua yake ni papo kwa hapo, tit for tat. Mtu wa pili, wasaimu hatta yuftira, na mtu aliyefunga, dua atakazoomba Allah anazipokea papo kwa hapo hadi atakapofungulia. Na mtu wa tatu, nasikilizeni sigha, structure aliyoitumia Bwana Mtume kwa mtu wa tatu. Anasema, na mtu wa tatu, wa da'watul madhlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Yarfa'uha Allahu fawqa al-ghamam, Allah mwenyewe anainyanyua, anaibeba mwenyewe juu ya mawingu, inapasua mawingu. Kama hili halitoshi, anatoa oda kwa malaika wote wa mbingu saba, watufa, anatoa oda Allah, milango yote ya mbingu iwekwe wazi. Kuna dua ya mtu aliyedhulumiwa ipo njiani. Subhanallah. Kama hili halitoshi, Mola kisha iona hii dua inakuja kwake, anatamka maneno mazito sana, anasema, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Ninaapa kwa utukufu wangu, Mola anaapa, ninaapa kwa utukufu wangu, kwa uzito wangu, kwa kukamilika kwangu, uliyenitumia salamu za manunguniko na huzuni, umedhulumiwa, ninakuahidi nitakunusuru, hata kama baada ya muda, hata kama sio sasa hivi, lakini nimeshalipokea, nitakunusuru hata baada ya muda fulani. Allahu akbar. Kama hili halitoshi, ndugu zangu, Imamu Al-Hakim katika kitabu chake cha Al-Mustadrak anatupokelea hadithi kwa nambari 81
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kukokoteza na kusisitiza uzito ukubwa wa dua ya mtu aliyedhulumiwa, Bwana Mtume anasema ittaqu dhulma, ittaqu da'awati al-mazlumi, ogopeni sana dua za mtu aliyedhulumiwa. Fa innaha ila as-samai ka'annaha shararun, kwani dua ya mtu aliyedhulumiwa ikifyatuka inafyatuka kama cheche za moto kuelekea mbinguni. Subhanallah. Na Imamu Tabarani katika Al-Kabir anapokea naye hadithi nyingine ya ajabu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi nambari 3718, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqu da'watal mazlum, ogopeni sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innaha tuhmalu ala al-ghamam, dua hiyo inabebwa na malaika juu ya mawingu. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah atasema kabla ya dua kwa kufika kwake, wa izzati wa jalali, ninaapa kwa utukufu wangu, ninaapa kwa ukubwa wangu, ninaapa kwa ukamilifu wangu, la ansurannaka walau ba'da hin, uliyedhulumiwa na ukanishtakia mimi, nitakunusuru hata kama itakuwa baada ya muda. Al-Imamu al-Bukhari naye anatupa picha iliyotokea mbele ya Muadh ibn Jabal katika sahihi yake, hadithi nambari 2448. Al-Imamu Muslim pia ameipokea kwa hadithi nambari 19, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha Muadhan ila al-Yaman, Bwana Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, alimwambia Muadh, wasia wa mwisho ninakusindikiza nao, ittaqi da'watal mazlumi, ogopa sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani hakika ya dua ya mtu aliyedhulumiwa hakuna kizuizi baina yake na baina ya Allah, inakwenda moja kwa moja. Dua ya mtu aliyedhulumiwa, ndugu zangu, kwa taarifa yenu, hata akiwa ni kafiri, hata akiwa ni kafiri, muda wa kuwa amedhulumiwa kwa namna moja ama nyingine, Muumba anasema nitaipokea dua ya kafiri aliyedhulumiwa. Al-Imamu Ahmad anatupokelea riwaya hii katika musnadi yake, hadithi nambari 12549, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafira, ogopeni sana dua ya mtu aliyedhulumiwa hata kama ni kafiri, fa innahu laysa dunahu hijabun, kwani dua hiyo hakuna baina yake na baina ya Allah katika kumfikia Allah, hakuna kizuizi, itafika mpaka kwa Allah, kuonyesha kwamba dhulma ni mbaya sana. Allah anaahidi ndani ya Suratun Nisa kuanzia aya nambari 168 hadi 169 ya kuwa waliodhulumu wote atawaongoza katika njia ya moto wa Jahannam. Subhanallah. Allah anasema
innal ladhina kafaru wa dhalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira. Hakika wale waliokufuru na wakadhulumu, hakuwa Allah mwenye kuwasamehe wala mwenye kuongoza katika njia sahihi siku ya Kiyama, isipokuwa anaahidi kuongoza katika njia ya Jahannam na watakaa humo milele, na hilo kwake yeye Allah ni jambo jepesi mno. Kama hili alitoshi Allah ametupa picha ya namna ya vijiji mbalimbali alivyoviteketeza kwa sababu ya dhulma. Aya maarufu kwa wale wote wenye kuisoma Suratul Kahfi kila Ijumaa, Allah anasema wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu waja'alna limahlikihim maw'ida, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na miji hiyo tuliwaangamiza walipodhulumu, na tukawawekea muda maalumu ya kuwaangamiza kwao. Dua ya mdhulumiwa hata kama jicha pombe muovu kweli kweli, Allah anasema ataipokea. Subhanallah, inawezekana kabisa dua zake nyingine zisipokelewe kwa sababu ya madhambi yake. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi haramu min arrizqi lidhanbin yusibuhu, wakati mwingine mja anaweza kuharamishiwa riziki yake kwa sababu ya madhambi anayoyafanya. Anaweza kunyimwa mengi kwa sababu ya madhambi yake, lakini akidhulumiwa, akinyanyua mikono yake mbinguni, hata kama ni muovu, Allah anaahidi kuipokea dua yake. Nenda katika Musnad ya Imamu Ahmad mujalladi wa 14 ukurasa 398. Sikiliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyosema, da'watul madhlumi mustajabatun, dua ya mtu aliyedhulumiwa wa in kana fajira, hata fafujuruhu ala nafsihi, uovu wake utabakia pale pale kwake, lakini Allah lazima msikilize kwa dua yake kwa kuwa amedhulumiwa. Hayo kayasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika kukujazia zaidi, nenda katika Sunan al-Imam Abi Dawud, hadithi nambari 1536, na katika Jami'u Tirmidhi hadithi nambari 1905. Sikiliza tena Bwana Mtume akisisitiza, akikokoteza, akipigilia msumari wa moto dua za watu waliodhulumiwa. Bwana Mtume anasema, thalathu da'awatin mustajabat, thalathu da'awat mustajabat, dua aina tatu kujibiwa na Allah, la shakka fihinna, dua hizo hazina kabisa mashaka katika kujibiwa kwake. Dua ya kwanza, Bwana Mtume anasema, da'watul mazlum, dua ya mtu aliyedhulumiwa. Dua ya pili, wa da'watul musafir, na dua ya msafiri. Na dua ya tatu, wa da'watul walidi liwaladihi, na dua ya mzazi kwa mtoto wake.
Dua hizi tatu Bwana Mtume anasema hazina mashaka kabisa katika kujibiwa kwake. Kama hili alitoshi, ndugu zangu, Bwana Mtume anatupa bishara njema, anatuambia wala tusisikitike juu ya dhulma mbalimbali tunazofanyiwa hapa duniani. Polisi za Allah, taratibu za Allah, mipango ya Allah, anaahidi Allah kaweka mwenyewe utaratibu huu. Wenye kudhulumu siku zote anawaregezea kamba na anawapa muda waendelee kudhulumu na kudhulumu, lakini saa yao itakapofika, hakika maangamivu na maangamizi yatakuwa ni makubwa sana. Kipi sasa alichokisema Bwana Mtume, na kipi na ni yapi? Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. Ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili, kukuhusieni tena kwa mara ya pili, pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu juu ya kumcha Allah jalla fi ulah, na namwomba Allah atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu na atupambe kwa ikhlas za hali ya juu na atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, na atulipizie kisasi juu ya madhalimu wote hapa duniani na akhera pia. Ndugu zangu, sikiliza sasa mipango ya Allah. Unaweza kusema kumbe dua ya mtu aliyedhulumiwa hata akiwa muovu Allah ameahidi kuipokea. Kumbe nilikuwa naishuku nafsi yangu, nadhulumiwa sana, dukani kwangu chuma ulete, mara naibiwa, mara navunjiwa, mara jamaa zangu wa karibu wanafanya wanaungana katika kunihujumu. Nimeshalalamika sana kwa Mola wangu hanisikii. Itakuwa mimi na majanga yangu ndio maana Mola hataki kunisikia. Kwa taarifa yako, hata uwe na majanga juu ya majanga, muda wako umedhulumiwa na ukamshitakia hakimu wa mahakimu, bingwa wa mabingwa, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, maovu yako nasema ni ya kwako, lazima atakusikiliza na kuitikia dua yako. Lakini katika polisi za Allah, wakati mwingine hafanyi papo kwa hapo. Umenyanyua mikono Ijumaa hii ukatarajia alasiri magharibi majibu ya dua hiyo. Hapana, inna Allaha yafalu ma yasha, inna Allaha yafalu ma yurid, faalun lima yurid. Mwachie yeye, na iko siku dua yako matunda yake utayaona. Lakini lingine kubwa, kumbe Bwana Mtume anakwambia madhalimu huwa wanaachiwa kwanza kwa raha zao wajiachie. Maanake uweze kujiuliza, inakuwaje? Sijui Waislamu kule Palestina wanauawa tu, kinaleta nyao, kinaleta sui nini, mbona Allah hatusikilizi? Kumbe bwana, nidhamu ya Allah na taratibu za Allah huwa anawaregezea kamba wafanye zaidi na zaidi. Sikiliza sasa, kama alivyosema Imam al-Bukhari, anaipokea hadithi hii katika sahihi yake kwa nambari 4686,
na al-Imam Muslim anaipokea katika sahihi yake kwa nambari 2583, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah azza wa jalla la yumli lidh-dhalimi, hakika ya Allah mtukufu huwa anampa dhalimu muhula, huwa anampa muda dhalimu, huwa anamrefushia kamba dhalimu, hatta idha akhadhahu lam yuflithu, mpaka pale atakapoamua sasa kumkamata, kushika, kumwangamiza, hatochurupuka akishaingia katika mikono ya Allah jalla fi ula. Thumma qaraa sallallahu alayhi wasallam qawlahu ta'ala, kisha bwana mtume akasoma kauli ya Allah, anawaambia masahaba zangu aya hii katika suratu Hud hamuijui. Allah anasemaje? Allah anasema, wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Na hivi ndivyo ilivyo, na hivi ndivyo ilivyo kushika kwa Mola wako, kukamata kwa Mola wako, kuangamiza kwa Mola wako pindi atakapoona kijiji kimechupa mipaka, atakapoamua kukishika na kukitia mkononi ili hali ni madhalim, hakika ya kutesa kwake na kuadhibu kwake ni kukali sana. Na salamu kwa watu waliodhulumu wenzao hapa duniani. Suratu Shuara mwishoni Allah anawaambia madhalim, wasayalamu alladhina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun, na watakuja kujua wale waliodhulumu siku hiyo ya Kiyama mageuko gani watakayogeuka, mwenendo wao utakavyokuwa. Watakuja kujua hali yao halisi watakapoiona siku ya Kiyama kwa dhulma mbalimbali walizowafanyia waja wa Allah. Katika suratul Furqan anaahidi kuonjesha adhabu kali wenye kudhulumu waja wake, akasema, waman yadhlim minkum nudhiquhu adhaban kabira, na atakayedhulumu miongoni mwenu basi tutamwonjesha adhabu kubwa kabisa. Katika suratu Shura anatuambia, wadhalimuna ma lahum min waliyin wala nasir, na madhalim waliodhulumu watu duniani akhera hawatokuwa na watetezi wala vipenzi wala wakuwa nusuru au kuwaokoa. Ndugu zangu Waislamu, kuonyesha kwamba dhulma ni jambo baya mno, Allah anatoa tamko katika suratu Hud aya nambari 113 kwa wale wenye kuegemea kwa madhalim waliodhulumu. Unajua fika kabisa huyo ni dhalim, hata kama ni mwenzako, hata kama ni mzazi wako, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni rafiki yako, muda wa kuwa nafsi yako inajua hapa ndugu yangu kadhulumu, Allah anasema ukiegemea kwake na kuelemea kwake na kumtetea, anakutangazia adhabu siku ya Kiyama. Subhanallah, yani wewe hujadhulumu lakini unatetea waliodhulumu, umekaa upande wa wale waliodhulumu, umeegemea kwa wale waliodhulumu, umeelemea kwa wale waliodhulumu. Allah anakwambia bishara njema kwa moto wa Jahannam utakuja kukugusa siku ya Kiyama. Suratu Hud aya nambari 113, Allah anasema, wala tarkanu ila alladhina dhalamu
fatamassakumun nar, wala msithubutu wala msijaribu kuelemea kukaa upande wa wale waliodhulumu, usije moto ukawagusa siku ya Kiyama. Kuna watu watakuja kuingizwa motoni kwa sababu ya uchawa. Anajua fika kwamba mzee hapa kadhulumu haki ya mtu, lakini anakwambia damu nzito kuliko maji, lazima nikae mbele, nikae pamoja na ndugu yangu. Sasa unataka nimkane? Hii kitu hakiwezekani. Damu nzito kuliko maji. Walimwengu watanishangaa nikisema kwamba siko pamoja na baba yangu au kaka yangu au ndugu yangu au rafiki yangu, hapo yeye ndo kadhulumu. Nitakuja kuchekwa mimi. Ogopa watu, lakini Allah anakuambia wala msiegemee, msielemee, msikae upande wa wale waliodhulumu, usije moto kuwagusa siku ya Kiyama. Na sasa hivi dhulma imekithiri sana katika ulimwengu huu, na wengi bahati mbaya tunajua dhulma iliyokithiri. Wengi bahati mbaya tunajua dhulma iliyokithiri ni kula vya watu tu. Naam, kula cha mtu ni dhulma kubwa sana. Kula haki isiyokuwa ya kwako ni dhulma kubwa sana. Kudhulumu viwanja vya watu ni dhulma kubwa sana. Bwana Mtume anasema atakayejikatia kipande kidogo cha ardhi ambacho sio haki yake, siku ya Kiyama ardhi ile itatobolewa mpaka ardhi ya 7, vile vipande vyote atabebeshwa shingoni dhulma yake. We dhulumu tu, jite mzee wa nyumba nyingi, aka nyumba nyingi, mashamba mengi, viwanja vingi. Kadri unavyodhulumu maheka, kuna maheka, zile heka zinachotwa kuanzia ardhi ya chini kabisa ya kwanza mpaka ardhi hii tulionayo sisi, kisha utavishwa shingoni. Kila mtu anaona mzee umepinda, una majumba yote uliodhulumu kwenye shingo lako. Dhulma nyingine iliyokithiri zama hizi ni kukhadai watu na kuwafanyia khiana. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Unakwenda kuchangisha kwa jina la madrasa, jina la msikiti, jina la mayatima, na karatasi lako unazunguka mitaani, kumbe vyote unakula wewe. Allah anasema wala msile mali zenu wenyewe kwa wenyewe kwa batil. Lakini dhulma nyingine ambayo wengi wetu tumeisahau na tunashindwa kujua kwamba ni dhulma sasa hivi, kuna dhulma ya kudhulumu heshima za watu na a'radhi za watu. Dhulma ambayo Bwana Mtume anasema nilipopelekwa Isra na Mi'raj, lamma urija biya ila as-samai marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Nilipopelekwa usiku wa Mi'raj mbinguni, nilipitishwa kwa watu kucha zao ni ndefu kama shaba, yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Wanajiadhibu wenyewe, advertise ya kwanza, wanajiadhibu wenyewe kujiparua usoni na kifuani. Fakultu man haulai ya Jibril, nikamuuliza Jibril, hawa ni nani? Jibril akaniambia haulai alladhina kanu yakuluna luhuma nnasi wa yaqauna fi a'radihim. Ndio wale mabingwa duniani waliokuwa wakiwasengenya watu na kuvunja heshima zao. Advertise ya kwanza, wakishakufa tu watapewa kucha ndefu za shaba, kisha wataambiwa mujiadhibu wenyewe, mujiparue kuanzia usoni mpaka kifuani, kisha moto unawasubiri siku ya Kiyama. Ama wallahi inna adh-dhulma shu'mun وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب غدا إذا التقينا عند المليك من الظلوم. أبو العتاهية anasema
moja katika watu wema waliopita, anasema ama wallahi inna dhulma shu'mun, hakika wallahi dhulma ni kitu kibaya sana. Wama zala almusiu huwa dhalumu, na mkosaji mwovu hatoacha kuwa yeye ndio dhalimu. Ila dayani yauma ddini namdhi, kwa mlipaji wa haki siku ya malipo sote tutaelekea. Wa inda Allahi tajtamiu alkhusumu, na mbele ya mahkama ya Allah magomvi yote yatawekwa, wagombanao wote wataletwa, waliokosana wataletwa, waliodhulumiana wataletwa. Sata'lamu fil hisabi ghadan idha iltaqaina, utakuja kujua ukweli katika hesabu kesho pindi tutakapokutana. Inda almaliki man aldhalumu, mbele ya mfalme tutakapokutana siku hiyo, mbele ya hesabu utakuja kujua kati ya mimi na wewe nani aliyemdhulumu nafsi yake. Hivi ndivyo anavyosema mwanawachuoni Abul Atahiya rahimahullahu ta'ala. Mshairi mwingine anasema la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, fadh-dhulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadami, tanamu 'aynaka wal-madhlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allahi lam tanami. Mwanadamu, usithubutu kudhulumu ikiwa wajijua we mwenyewe si chochote si lolote, huna uwezo wa kujikinga na maangamivu ya Allah pindi utakaposhtakiwa na wale uliowadhulumu, kwani hakika ya dhulma hurudi mwisho wake katika majuto. Ukisha dhulumu wewe unalala bukheri na usingizi unakuja haraka, lakini kumbuka ya kuwa yule uliyemdhulumu macho yake hayafumbi usiku kucha na kulalamikia na kukushtakia kwa Allah, na ujue fika ya kuwa Allah na yeye halali anafuatilia kila kitu. Haya ni maneno ya wanawachuoni wakubwa kabisa wa Kiislamu. Hotuba yangu nihitimishe kwa kuwarai, kuwashauri na kuwaelekeza, hasa mkidhulumiwa msikubali, elekeeni kwa yule ambaye ameahidi dua ya mdhulumiwa ataipokea na kwenda kwake kwa kasi kama cheche za moto, kwani dhulma ni haramu. Na Allah katika suratul Baqara anatuambia la tadhlimuna wala tudhlamun, msidhulumu na msidhulumiwe. Na Allah katika suratu Taha anatuambia wa anatil wujuhu lilhayyil qayyum, nyuso siku hiyo ya Kiyama zitadhalilika mbele ya yule aliye hai daima na daima asiyechoka. Waqad khaba man hamala dhulma, na hakika ameangamia, ameteketea, amekwisha atakayekwenda kwa Mola wake siku hiyo, ili hali mabegani na mgongoni amebeba dhulma mbalimbali. Kipi sasa cha kufanya? Dua, mlalamikie Mola wako. Al-Imamu Shafi'i anasema atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wama tadri bima sana'a ad-du'a'u, sihamu al-layli la tuhti walakin laha amadun wa lil-amadi qada'u. Hivi unaifanyia istihza
na kuidharau dua, ili hali wewe hujui ya kuwa dua za mdhulumiwa zinafanya kazi gani huko kwa Allah. Alimamu Shafii anakuambieni Waislamu, rusheni mishale ya usiku. Anakusudia dua ni mishale ya usiku, akasema sahamu llaili la tukhti, mishale ya usiku hazipitilizi, zinagonga shabaha. Mishale ya usiku hayakosi shabaha. Rusheni mishale ya usiku, rusheni dua za usiku, kumlalamikia Mola wenu juu ya wale wanaowadhulumu haki zenu, mali zenu, pesa zenu, viwanja vyenu, nyumba zenu, heshima zenu na dhulma mbalimbali. Nikiwa juu ya mimbari ya Bwana Mtume Muhammad nikihitimisha khutba yangu, kuna msemo wa Kiyemen unasema lak yawm ya dhalim, lak yawm ya dhalim, iko siku yako wewe dhalim, tamba vya kutosha kwa kurejezewa kamba, kwa kurefushiwa kamba na Allah. Unaona wewe ndio wewe unadhulumu waja wa watu, kila kona una ardhi, kila kona una majumba ya dhulma, mzee wa kufaji, mzee wa kuongeza sifuri, mzee wa kuvunja heshima za watu na ahrazi za watu. Lak yawm ya dhalim, iko siku yako wewe dhalim, ikifika hautofurukuta. Shekhe wangu Sheikh Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kish rahimahullah, na leo katika kumwenzi nimevaa kama yeye, anapenda kusema kesi ya dhulma itakaponguruma katika mahkama ya Allah, Allah hatotaka mashahidi wala wazee wa baraza. Ngoma ni mtu mbili tu, na yeye ndiye mwenye kusikiliza kesi ile. Allah anatoa tamko, viumbe wote wa Allah watasikia siku hiyo. Atasema ayyuhal madhlumu taqaddam, ayyuhal madhlumu taqaddam, ewe uliyedhulumiwa sogea hatua mbele, mwaga sera, sema alichokufanyia huyo. Ayyuha dhalimu la tatakallam, na wewe uliyedhulumu keep quiet, funga domo lako hilo, hakuna kuzungumza. Ni siku nzito sana hiyo. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Allah anasema katika suratu Ibrahim, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala msije mkadhani ya kuwa Allah ameghafilika, haoni, hafuatilii yale wanayoyafanya madhalim hapa ulimwenguni, bali ameamua kuwachelewesha katika siku nzito. Kwa uzito wa siku hiyo, madhalimu watakapofufuliwa, macho yao yatageuka juu kuwa chini, chini kuwa juu, kengeza sio kengeza, chongo si chongo, macho yatanga juu, utadhani kama ana kifafa au ana ugonjwa. Hivi ndivyo anavyosema Allah katika suratu Ibrahim. Khutba yangu nihitimishe kwa kisa hichi. Sikiliza kisa cha kudhulumiwa kwa Saad ibn Abi Waqqas. Kisa hichi amekitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake
kwa kuokoa muda na muda unaenda sana, naomba niwatajie kwa mukhtasar, na sitosoma mtiririko wote wa kisa kwa Kiarabu kwa sababu kutapoteza muda. Saad ibn Abi Waqqas ahadu al-ashara al-mubashshara bil janna, ni katika masahaba 10 waliobashiriwa pepo. Saad, masahaba walikuwa wakimuita mjomba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khalu rasulillah, mjomba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika khilafa na utawala wa Sayyiduna Umar alimpeleka Kufa, Iraq, akawe mtawala katika eneo la Kufa. Watu wa Iraq wengi wao walikuwa si watu wazuri, ndio waliomuua al-Husayn ibn Ali hafidu rasulillah au sibtu rasulillah, na wameua masahaba wengi sana. Wakaanza kumfanyia visa na vituko, wanaandika vijibarua kutoka Kufa, Iraq, kwenda Madina kwa Sayyiduna Umar kumchafulia heshima yake na kumzulia uongo Saad ibn Abi Waqqas. Na wazushi siku zote bwana, Allah alivyokuwa fundi wa kizua, hata mtoto wa Nasr anajua huu uzushi. Eti wameandika barua wanamwambia inna Sa'dan la yuhsinu as-salah, Saad hajui kuswali. Anapotuswalisha hapa hajui, sisi maamuma tunajua kuliko yeye. Yani mwanafunzi wa Bwana Mtume Muhammad aliyesoma katika chuo kikuu cha Bwana Mtume Muhammad, aliyekunja magoti mbele ya hadhara tukufu takatifu ya Bwana Mtume Muhammad, akakaa na Bwana Mtume Muhammad na miaka mpaka anamzika Mtume, anamzika Abubakar, na katika zama za Umar bado yupo, eti hata kuswali hajui, anatuharibia swala zetu. Sayyidina Umar akamwita Saad, kama Saad, mimi nakuamini sana, lakini wanasema hivi na hivi, wanasema hivi na hivi. Ni kitu gani pengine cha ziada wasichokijua unachokifanya wewe? Yani wewe una ushahidi Mtume aliwahi kuswali hivi kwao, ningeni labda ni hivyo, nieleze. Saad akaanza kuapa, akasema wallahi nawaswalisha swala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sizidishi sipunguzi. Akaeleza namna anavyoswalisha. Umar akamwambia stop, ninakuamini wewe Saad, nilitaka tu ujue taarifa hizi. Saad akasikitika sana, akarudi Kufa, akadhani mambo yamekwisha. Wakaendelea kutuma jumbe mbalimbali kwa Umar, Saad kadha wa kadha wa kadha. Umar akafunga safari, ndugu zangu, akafika Kufa, na kuna riwaya inasema katuma wapelelezi wake msikitini, wakavamiwa, tuelezeni mapungufu ya Saad. Hapo ndipo sasa mahasidi wote wenye visokoro kwinyo wote wakajitokeza. Mtu mmoja anajiita kwa jina la Usama, nickname yake Abu Saada, anasema kwa kuwa umetuomba kwa utukufu wa Allah tukwambia ukweli juu ya Saad, basi tukwambia Saad ana mengi, madudu mengi sana. Kama walivyosema wenzangu, kwanza swala zake anaboronga, hajui kutuswalisha vizuri. Sahaba alihifadhi Qur'ani nzima, sunna za Bwana Mtume, fiqhi imelala, kila kitu kimelala, eti hajui kuswalisha. Wanaojua kuswalisha wale makhawarij wa Iraq. Lakini inna Sa'dan la yasiru bisariya wala yaqsimu bisawiya wala ya'dilu fil qadiyya. Wakaanza kumbebesha pale mizigo mikubwa. Saad yuko kadha wa kadha, akigawa mali za ngawira, mali zakatul mal, hagawi sawasawa, ni dhalima, anapendelea baadhi ya watu.
Saad akiletewa kesi anaangalia wenye mpunga, hatendi haki. Saad haendi sawasawa mwenendo wake, wakamwambia mengi na mengi, na Saad yuko mbele yao. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Saad akanyanyua mikono yake mbinguni mbele ya Allah. Sikilizeni kisa hichi, akasema, Allahumma in kana abdaka hadha qama kadhiba, Allah, na kuomba ikiwa mja wako huyu amesimama katikati ya msikiti kunizulia, na wewe wajua ya kuwa anayosema ni ya uongo, qama riyaan wa sum'atan, Allah, ikiwa wewe wajua kilichomsimamisha ni kutafuta umaarufu na kusikika na kujulikana, na kuomba mambo matatu ya Rabbi umfanyie huyu mja wako. Faatil umra, cha kwanza na kuomba umpe umri mrefu sana. Mbona kinyume chake? Saad ana targeti zake, mpe umri mrefu kiasi ambacho adhalilike katika uzee wake. Umri mwingine ni mtihani tu, miaka 100 na kitu, usione jambo jema hilo. Mpe umri mrefu sana, la kwanza. La pili, wa atil faqra, katika kumpa umri mrefu mpe mtihani wa ufukara na umaskini, pangu pakavutia mchozi. Yani unapewa umri mrefu alafu maskini wa kudumu, fukara wa kudumu. Jambo la tatu, waaridhu lilfitan, na naomba pamoja na utu uzima wake atakaofikia na umaskini wake na ufukara wake utakaompa, mjalie awe anapenda mambo machafu na zinaa kwa ujumla. Yule bwana amepewa umri mrefu, hata akitembea anapinga na kuwa nusu mtu, nyusi na kope zimekuwa ni nyeupe, maskini omba barabarani. Cha kushangaza, katika wale wanaotia mkono katika bakuli la kuomba msaada, akitia mwanamke japo haoni vizuri, anajua anawakamata na anawazoza na kuwatongoza, mpaka watu wanashangaa, we mzee vipi? Anasema, da'watu Sa'din asabatni au asabatni da'watu Sa'd, dua ya Saad hiyo imenipiga na kafa kifo kibaya. Na kufundisheni, mkidhulumiwa rusheni mishale ya usiku wa manane. Ongea lugha yoyote, Kibengereko, Kizaramu, sio lazima Kiarabu. Aliyeumba lugha zote hizi anakusikia. Tena mwambie, ya Rab, nimesikia khutba, hadithi kadhaa za mtume wako, umeahidi dua ya aliyedhulumiwa unaipokea mwenyewe na kutoa oda kwa malaika wafungue milango yote ya mbingu, ipite kwa kasi ile ile kama cheche za moto hadi katika arshi yako. Umeahidi hata akiwa kafiri aliyedhulumiwa akikuomba utamjibu. Umeahidi hata akiwa muovu aliyedhulumiwa akikuomba utamjibu. Nijibu, na kabla hujachukua roho yangu na kuomba, ya Rabbi, unionyeshe matokeo ya dua yangu kama ulivyomwonyesha Saad akimwangalia yule mzee akidhalilika, umri mrefu usiokuwa na kheri, ufukara, umaskini. Pamoja na hayo anashikashika mpaka vitoto vidogo, hana nguvu ya kuona wala nguvu ya kusikia wala nguvu hata ya matamanio, lakini bado anashikashika wanawake, udhalili wa hali ya juu. Allah, nakuomba kwa rahma zako na baraka zako, kama ulivyoweza kunyanyua mbingu 7 pasina nguzo, zinyanyue dua zetu tunazokuomba pindi tunapodhulumiwa na madhalim hapa duniani. Allah, usiangalie mapungufu yetu na makosa yetu, kwani sisi ni mwingi wa kukukosea. Angalia dua zetu pindi tutakapokuomba, pindi tunapofanyiwa dhulma.
Allah, tunakuomba majibu ya dua zetu tuonyeshe hapa hapa duniani na akhera pia. Allahumma armi adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrij al-muslimina bainahum wa akhrij al-muslimina min bainihim salimin. Allahumma innana zalamna anfusana dhulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أعذنا جميعا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين ومن عين العائلين ومن سحر الساحرين ومن شماتة الشامتين ومن ظلم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.